tamaa imekutumikisha kwa muda mrefu, ulevi umekutumikisha kwa muda mrefu. Biblia inasema ya kwamba mambo yote ni ubatili. Umelewa kwa miaka 20 sasa, umezini kwa miaka 40 sasa, lakini bado hiyo dhambi inakung'ang'ania mpaka hivi leo, na hujui hatima yake ni nini. Nataka nikwambie jioni ya leo kwamba hiyo dhambi inakung'ang'ania mpaka hivi leo hataki kukuachia, inataka kukupeleka motoni, kwa sababu neno la Mungu linaweka wazi ya kwamba wafanyao mambo ya namna hiyo hawezi kurithi ufalme wa Mungu, na sehemu yao ni kwenye ziwa la moto. Saa ya wokovu ni leo, sio kesho, kwa sababu wewe kesho hauijui. Saa ya wokovu ni sasa, sio baadaye. Baadaye hauijui. Haleluya! Bwana Yesu asifiwe! Bwana Yesu asifiwe! Bwana Yesu asifiwe! Kwa hiyo unaposikia sauti hii jioni ya leo, usogee mahali hapa ili kujisalimisha. Kuna wengine wachawi wanamsumbua, nyumba amejenga yeye mwenyewe, lakini hawezi kuilalia nyumba yake. Wachawi wanamsumbua kile itopo leo. Mwingine anafanya biashara jioni ya leo, mwingine anafanya bodaboda jioni ya leo, lakini wakati sio mrefu ambapo kipato chake anapeleka kwa makahaba, mwingine kipato chake anakipeleka kwenye pombe. Nataka nikwambie kwamba Yesu Kristo alikuja ili azivunje kazi za mwovu Shetani. Ukiona dhambi ya zinaa imekuzingira kwa muda mrefu, au ukiona roho ile ya ulevi inakuzingira kwa muda mrefu, hiyo sio roho ya Mungu. Siku za mwisho tayari zimekuja kwako. Nataka nikwambie kwamba siku za mwisho ndio hizi tunazoishi kwa sasa, ambapo uovu umeongezeka. Watu wanafanya dhambi na wanaifanya dhambi kama ni sehemu ya maisha yao. Mtu anafanya dhambi na wala hasituki, wala roho yake haimhukumu. Nataka nikwambia kwamba huu ndio wakati ambao Yesu Kristo aliutabiri na kausema ya kwamba kutakuwa na kizazi ambacho ni cha maovu, kizazi cha zinaa, watu ambao wanafanya dhambi lakini mioyo yao haiwahukumu. Watu wengine wameua ndugu zao, wamewatoa wenzao kafara, lakini hawashtuki. Lakini nataka nikwambia kwamba Yesu Kristo aliye hai atakuweka huru na hiyo mizigo. Mwingine halali kwa sababu roho alizokuwa ameziua zinamwandama, damu aliyokuwa ameua wakati mwingine inamsemesha kile itopo leo, na maisha yake yamejaa na hofu na mashaka. Yamkini pengine hujui hatima ya maisha yako itakuwaje. Yesu Kristo anasema kwamba anasamehe. Wako waliokuwa walevi kuliko wewe, lakini walivyojaribu kumpa Yesu Kristo maisha yao, Yesu Kristo aliwasamehe. Yesu Kristo aliwaweka huru. Haujachelewa, haujachelewa. Yesu Kristo anakuita, maana Biblia inasema ya kwamba ni furaha kule mbinguni mtu mmoja anapompokea Yesu Kristo. Mbingu zinashangilia mtu mmoja kumjua Yesu Kristo. Mbingu zinashangilia mtu mmoja anapokuwa ameifahamu hii neema ya Mungu. Mbingu zinafurahi watu wanapompokea Yesu Kristo, maana hilo ndilo jambo linalompendeza Mungu. Hatujaja kupoteza muda au kujifurahisha, wala hatujaja kutafuta sadaka, lakini tunataka roho ya mtu mmoja mahali hapa imfahamu Yesu Kristo jioni ya leo. Haleluya! Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo unaposikia sauti hii jioni ya leo, basi ujue kwamba Yesu Kristo anakuita, maana ule wakati wa mwisho tayari umekwisha kuwako. Siku za leo kumekuwa na dhambi nyingi ambazo zinafanyika, lakini kizazi cha leo kimechukulia hili kama kawaida. Yesu Kristo anasema kwamba tazama ule wakati ambao unakuja ya kwamba kila mtu atarudishwa mbele zake au kuhukumiwa kwa makosa yake. Na Biblia inaweka wazi ya kwamba ile njia inayo hukumuni au inayokwenda kuzimu ni pana, nao waendao huko ni wengi sana. Lakini umezisikia habari hizi kwa muda mrefu, lakini nataka nikwambia kwamba habari hizi ni dhahiri. Habari hizi sio habari za kutungwa. Unapoambiwa kwa habari ya kwamba kuzimu ipo, lakini vile vile mbingu ipo, Biblia inaweka wazi kabisa ya kwamba barabara iendayo upotevuni ni pana. Nini maana ya upana? Maana yake wanaokwenda huko ni wengi. Haleluya!